Rais wa Marekani Donald Trump asema kiongozi wa China Xi Jinping ameahidi kuinyima Iran zana za kijeshi. Hali si shwari katika siasa za Uingereza. Waziri Mkuu Sir Keir Starmer aendelea kukalia kutibu kavu na kutana na klabu ya Injili inayotoa nafasi maalum kwa vijana wasiotaka kwenda katika kanisa lenye ibada ya kawaida. Mimi ni kwa DJ wa club kitambo, niliokoka kama niko kwa club. Yazini God alinipata place kama hii. Alafu ananionyesha kuwa nirudi mahali nimetoka kwa club, niweze kushare the same love na wasee ambao hawatakuja church kwa kawaida. So hao ndio wasee God anatafuta. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabela Magodi. Karibu. Viongozi wa mataifa mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani wanakutana tena, huku Donald Trump akihitimisha ziara yake nchini China. Anafanya mazungumzo na Rais Xi katika makazi ya viongozi jijini Beijing kabla ya kurejea Marekani. Rais Trump awali aliambia Fox News kuwa China imekubali kununua mafuta kutoka Marekani na kuzuia vifaa vya kijeshi kwenda Iran. Vyombo vya habari vya China vimesema viongozi hao wawili waliafikia mwafaka mpya, lakini havikusema ni kuhusu nini. Kuhusu Iran, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China aliwaambia waandishi wa habari kuwa vita hivyo havikupaswa kutokea na havina sababu ya kuendelea. Mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA nchini Kenya imetangaza nyongeza kubwa ya bei ya mafuta. Petroli imepanda kwa takriban shilingi 16 na dizeli kwa shilingi 46. Kutoka maeneo ya Limuru hadi Parklands, Ahmed Bahaj wa BBC ameshuhudia foleni ndefu na malalamiko kutoka kwa wananchi, wakiwemo madereva wa teksi na Uber ambao wanahofia kuwa maisha yatakuwa magumu zaidi, huku gharama za usafiri na bidhaa nyingine zikitarajiwa kupanda. Tumeshuhudia katika baadhi ya vituo vya kuuza mafuta hapa jijini Nairobi vimefunga kabisa biashara zao wakisubiri ule mwendo wa saa 6 ambayo sheria ya ile idara ya mafuta itakuwa inaanza kutekelezwa. Kama hapa katika moja hichi kituo kilichopo maeneo ya Limuru jijini Nairobi, tumeona baadhi ya madereva wanashindana, kila mtu akitaka angalau aweke mafuta yale ajaze tanki yake kabla mwendo wa saa 6 usiku. Tusikize baadhi yao walioko hapa. Wewe uko kazini ama mwenyewe ulikuwa unatoka kazini unaenda nyumbani? Mimi nafanya kazi ya Uber, bado niko hapa nangojea nitoe mafuta ndio niweze endelea na kazi. Kitu gani kimekuharakisha hadi ukafika hapa? Imeniharakisha ni mafuta, hiyo bei wameongeza, so naangana niweze kununua mafuta kabla hiyo saa 6 ifike, kabla waongeze. Mpinzani mkuu anayetazamiwa kuchukua nafasi ya waziri mkuu ya Uingereza Keir Starmer amethibitisha nia yake ya kurejea bungeni. Andy Burnham ambaye ni meya wa jiji la Great Manchester kaskazini mwa Uingereza anachukuliwa kuwa mpinzani mwenye nguvu zaidi dhidi ya Sir Keir ndani ya chama cha Labour. Hata hivyo, kisheria anapaswa kuwa mbunge ili aweze kugombea nafasi ya uongozi wa chama hicho. Tayari mbunge mmoja wa Labour ametangaza kujiuzulu ili kumpisha Burnham kugombea katika jimbo lake. Hatua hii imekuja mara baada ya mshindani mwingine Wes Streeting kujiuzulu wadhifa wake kama waziri wa afya, akisema kuwa amepoteza imani na uongozi wa Sir Keir. Chama cha Labour kinapitia katika kipindi kigumu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi wa serikali za mitaa yaliyofanyika wiki iliyopita. Na maafisa wa Marekani wameelezea mazungumzo ya moja kwa moja yaliyofanyika Alhamisi kati ya wajumbe kutoka Israel na Lebanon kuwa yamejaa matumaini na yenye tija kubwa. Mazungumzo hayo yanayofanyika jijini Washington yanatarajiwa kuendelea tena leo Ijumaa. Mkutano huu muhimu unafanyika zikiwa zimebakia siku chache tu kabla ya kumalizika kwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon, ambapo jeshi la Israel limekuwa likikabiliana na kundi la Hezbollah. Hata hivyo, kundi hilo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran halishiriki katika mazungumzo hayo na tayari limeupinga mchakato huo mzima. Katika kipindi chote cha usitishaji vita, Israel imeendelea kufanya mashambulizi ya kila siku ambayo yamesababisha vifo vya mamia ya watu. Wakati huo huo, kundi la Hezbollah nalo limeendelea kurusha makombora kuelekea ndani ya ardhi ya Israel. Hii ni BBC. Isabela Magodi ndiye alitusomea muktasari wa habari za ulimwengu kwa wiki nzima. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com.
Ukiwa nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Kwizera, Abud FM, CGFM, Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya kupitia Mwanedio FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja hivi sasa kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Rais wa Marekani Donald Trump bado anaendelea na ziara yake nchini China, huku akisema kiongozi wa China Xi Jinping ameahidi kuinyima Iran zana za kijeshi. Aidha, amesema China inataka kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na hivyo Beijing imekubali kununua mafuta katika nchi yake. Lakini hata hivyo, China yenyewe haijathibitisha kauli hizo zote. Isabela Magodi na taarifa zaidi. Rais Trump akizungumza kufuatia mkutano yake na Rais Xi Jinping ametoa madai mapya yanayoweza kubadili mwelekeo wa mgogoro katika Mashariki ya Kati. Trump amedokeza kuwa Beijing imekubali kuchukua nafasi muhimu katika kuhakikisha utulivu wa njia za bahari, akisema kuwa Rais Xi Jinping amejitolea kusaidia katika juhudi za kufunguliwa upya kwa mlango bahari wa Hormuz. Aidha, Rais Trump alifafanua kuwa maslahi ya China katika mlango bahari wa Hormuz yanachochewa na mahitaji yake makubwa ya nishati. Alisema kwamba hatatoa zana za kijeshi. Hilo ni tamko zito. Amelisema hilo neno ni tamko kubwa sana. Amelielezea hilo kwa msisitizo mkali. Lakini wakati huo huo alisema kwamba unajua, wao hununua kiasi kikubwa cha mafuta yao kutoka kule na wangependa kuendelea kufanya hivyo. Angependa kuona mlango bahari wa Hormuz ukifunguliwa. Hata hivyo, kwa upande wa Marekani ukieleza mafanikio hayo, serikali ya China imebakia kimya kuhusu makubaliano ya mlango bahari wa Hormuz na ununuzi wa ndege za Boeing. Badala yake, vyombo vya habari vya serikali nchini China vimeangazia onyo kali alilotoa Rais Xi Jinping kwa Rais Trump. Xi amesisitiza kuwa swala la Taiwan ni nyeti mno na linaweza kusababisha mgogoro wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili ikiwa halitashughulikiwa kwa uangalifu. Wakati viongozi hao wawili wakijiandaa kwa mkutano wa mwisho leo Ijumaa, ulimwengu unasubiri kuona ikiwa matumaini ya Trump kuhusu ushirikiano wa China yatatimia au ikiwa mvutano kuhusu Taiwan itatawala mazungumzo hayo. Taarifa ya Saila Magodi. Mpinzani mkuu anayetazamiwa kuchukua nafasi ya waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amethibitisha kuwa atajaribu kuingia tena bungeni. Andy Burnham, meya wa Greater Manchester kaskazini mwa Uingereza, anaonekana kuwa mpinzani mkubwa katika chama cha Leba kwa Sir Keir, lakini lazima awe mbunge ili kugombea nafasi hiyo. Mbunge wa chama cha Leba anajiuzulu ili kumruhusu Burnham kugombea uchaguzi katika eneo bunge lake. Tangazo hilo lilikuja baada ya mgombea mwingine Wes Streeting kujiuzulu kama waziri wa afya, akisema amepoteza imani na uongozi wa Sir Keir. Chama cha Leba kilikumbwa na matokeo mabaya ya uchaguzi wa ndani wiki iliyopita. Waziri wa fedha wa Uingereza Rachel Reeves amesema mchuano huo wa uongozi utazua ukuaji wa uchumi nchini humo. The economy is growing strongly. Uchumi unakuwa kwa kasi na kwa sababu ya ukuaji huo tutaweza kufanya zaidi kuwekeza katika huduma zetu za umma na kusaidia familia na biashara kwa gharama ya maisha. Lakini hilo linawezekana tu kwa sababu ya uthabiti wa kiuchumi ambao tumerudisha katika uchumi wetu, na hatupaswi kuweka hilo hatarini kwa kutumbukiza nchi katika machafuko. Mapema siku ya Alhamisi, naibu waziri mkuu wa zamani Angel Rayner ambaye pia anaonekana kama mpinzani anayeweza kuibuka dhidi ya Sir Keir alisema alikuwa amesuluhisha masuala yake ya ushuru. Mbunge anayetaka kulazimisha uchaguzi wa uongozi kwa nia ya kumwondoa Sir Keir atahitaji 20% ya wabunge wa chama hicho kumuunga mkono mgombea mwingine. Kuna wabunge 403 wa chama cha Leba, hivyo kuungwa mkono na wabunge 81 kunahitajika. Na tukisonga mbele, utabiri mpya unaonyesha kuwepo kwa kitisho cha El Nino kutokana na hali inayojitokeza katika bahari ya Pacific ambayo inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Hali hii inakuja na tahadhari ya rekodi mpya za joto duniani na athari kubwa za kibinadamu. Taarifa zaidi na Nastia Mohamed.
Sehemu za bahari ya Pacific zimekuwa zikipata joto kwa kasi, huku takwimu za wiki hii zikionyesha kuwa joto la maji baharini limepanda kwa takriban nyuzi joto 0.5 juu ya kiwango cha kawaida, kiwango kinachotumika kuashiria kuanza kwa El Nino, ambayo ni ongezeko la joto la asili katika bahari ya Pacific, ikifika kilele cha kile kinachoitwa Super El Nino wakati wa majira ya kuchipua. Wanasayansi wana wasiwasi kuhusu athari ambazo hali hiyo inaweza kuwa nazo kwa mifumo ya hali ya hewa duniani, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa mwaka 2027 kuwa mwaka wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa katika tathmini yao ya hivi karibuni. National Oceanic and Atmospheric Administration wanasema kuwa El Nino huenda ikaanza ndani ya mwezi huu. Wameongeza uwezekano huo hadi 66% kwamba itakuwa kali sana ifikapo majira ya baridi ya mwaka huu. Kiwango cha ongezeko la joto kilichoshuhudiwa katika bahari ya Pacific ya kitropiki katika wiki chache zilizopita kimekuwa cha kasi kubwa. Nathaniel Johnson, mtaalamu wa hali ya hewa katika National Oceanic and Atmospheric Administration, alielezea hali hiyo kama tukio nadra iwapo kasi ya sasa itaendelea, kutoka hali ya La Nina iliyoshuhudiwa wakati wa majira ya baridi hadi kufika El Nino yenye nguvu ndani ya mwaka mmoja. Pia Bureau of Meteorology nchini Australia hutabiri El Nino kwa kutumia kigezo chenye masharti makali zaidi. Ni taarifa yake Nastia Mohamed. Msikilizaji, unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na Telespoa Machumi umetuma ujumbe kutoka Kigali, Rwanda. Unasema tuko pamoja na unasikiliza Amka na BBC. Emmanuel Athmani unasema uko Singida na unatupata vizuri kama anavyofanya Simon Sawa. Unasema unasalimia wote. Na Muhammad Mnyala unasema hongera BBC Swahili, tunawapenda. Na sasa moja kwa moja ni habari za michezo na David Nkia. Karibu. Yes. Asante Halima, bila shaka jambo msikilizaji. Ligi kusoka nchini Hispania yani La Liga imeendelea usiku wa kumkeleo ambapo Real de Madrid wameichapa Real Oviedo goli 2-0, Valencia 1, Rayo Vallecano 1. Girona hao na Real Sociedad wakatoka 1-1. Vile vile leo hii kutakuwa na mchezo mmoja wa ligi kusoka England ya Lima ambapo Aston Villa inashuka dimbani Villa Park kuvana na mabingwa watetezi Liverpool ambao hata hivyo hawapo kwenye nafasi ya kutetea ubingwa wao kwa msimu huu. Villa wapo katika nafasi ya 5 wakiwa na alama 59, huku Liverpool ambayo haijawa na msimu mzuri sana ikiwa nafasi ya 4 na alama 59. Regan Heskey amefunga bao la ushindi katika dakika za lala salama, huku Manchester City ikiondoka na ushindi dhidi ya wapinzani wao Manchester United kwa kushinda kombe la FA kwa mara ya 5. Kwa upande wa vijana, Man City wameondoka na ushindi wa 2-1 katika mchezo huu ambao ulihudhuriwa na mameneja wa timu za wakubwa yani Michael Carrick pamoja na Pep Guardiola Sala. Katika nyakati tofauti, mameneja hao wamesema kuna hazina kubwa iwapo vijana hao wataendelezwa pasavyo ili kuzitumikia timu za wakubwa na kuondoa gharama za usajili. Kwenye tennis, Jannik Sinner amevunja rekodi ya muda wote ya Novak Djokovic ya ushindi wa mechi mfululizo kwenye mashindano ya ATP Masters kwa kuondoka na ushindi wa 32 mfululizo na kutinga nusu finali ya michuano ya Italian Open. Mchezaji huyo nambari 1 wa Italia amemshinda mchezaji wa 13 Andrei Rublev kwa seti 6-2, 6-4 na kuendeleza jitihada zake za kujiunga na Djokovic akiwa mtu wa pili kushinda mataji yote 9 ya Masters, kiwango cha juu zaidi kwa michezo ya Grand Slams. Kwa ufupi, Halima, tetesi za soka, PSG ni miongoni mwa vilabu vinavyovutiwa na kiungo wakati wa West Ham na Ureno Mateus Fernandes mwenye miaka 21. Arsenal pia wanavutiwa na Fernandes na wako tayari kumuuza kiungo wao wakati wa Denmark Christian Nordgaard mwenye miaka 32. Kiungo wakati Uruguay Federico Valverde anataka kusalia Real Madrid, lakini Manchester City na PSG wao wanasubiri ridhaa ya klabu hiyo Hispania iwapo itaamua kumuuza mchezaji huyo mwenye miaka 27. Na Aston Villa wanataka kumsajili mshambuliaji wa Argentina Matias Sol mwenye